Bwana wabariki. Kwa jina linajulikana Nabii Felix Gabriel Msongo kutoka kwenye maskani ya Milele Ujumbe Saa kutoka jijini Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, niko hapa kwa ajili ya kutoa unabii kuhusiana na unabii maalum kuhusu nchi ya Tanzania, kwa vile naliona katika ono la kinabii kama vile kuonekana kuna tukio au mpango wa siri ambao umefanyika au unaendelea kufanyika katika nchi ya Tanzania kuhusiana na mpango wa mapinduzi ya kijeshi katika nchi ya Tanzania. Kwa Mungu mashuhuri, Yesu akawa ameniambia kwamba kuna aidha kuonekana kwake ni kama vile baadhi ya askari wanaoikuwa kwenye mfumo wa usalama kama vile wametengeneza jambo hilo katika lugha ya kinabii, kama vile kutaka kuleta mapinduzi ya kijeshi katika nchi ya Tanzania, kwa sababu naliona kama vile kuonekana mkoa wa Morogoro, na namna nilivyokuwa naona, niliona kama vile vikosi vya uasi, mpango wa siri sana ulikuwa unafanyika ambao ni wasiri katika lugha hizi, na namna nilivyoona niliona kama vile lile kundi au ule uasi unataka kufanyika ni kama vile ulikuwa una target maeneo mawili kutoka Morogoro. Moja alikuwa na target kama vile kuonekana katika ukanda wa kati wa Tanzania kwa maana kule Dodoma, na mwingine ulikuwa kama vile kutaka kuonekana kati ya siri inafanyika katika kuelekea upande wa mashariki katika nchi ya Tanzania, maana katika ule mji wa Dar es Salaam katika mwalizi mshauri. Kwa Mungu mshauri, Yesu akaniambia nitoe unabii huu, na huu unabii natoa na najaribu kufanya michoro ya kinabii inafichua mpango huu. Mipango yote ya siri ilikuwa mipango katika lugha hizo umefichuliwa na Mungu. Yesu akatoa amri ya kinabii kwamba hao watu watakamatwa, na mtasikia mambo haya yakithibitika katika mwalizi mshauri. Lakini pia nifanye marejeo hapa katika vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania, lakini pia katika viongozi wa serikali katika nchi ya Tanzania wajaribu kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na yale mapango ya Amboni, kwa sababu Mungu mkuu Yesu aliniambia Amboni, na nilipotazama naliona katika ono la kinabii, niliona mapango ya Amboni. Fanyeni uchunguzi wa kina katika mkutano wa kinabii. Sijui nini kipo, lakini kuna jambo bila shaka yote nyuma pazia katika mkutano wa kinabii. Mungu mashuhuri, Yesu ametoa maoni maalum katika nchi ya Tanzania. Nazidi kueleza hapa kwamba nchi ya Tanzania ina kusudi maalum ya ujumbe wa siku za mwisho. Ujumbe wake Mungu mashuhuri chini ya siku za mwisho, mishonari wa mwisho utaanza kutoka nchi ya Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda mataifa ya ulimwengu. Kwa hiyo Mungu Yesu ana kusudi maalum katika taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo natoa hapa maonyo dhidi ya waasi, dhidi ya watu wote ambao mipango yote ya ovyo, wajue kabisa, na iko hapa sio kwa ajili ya utetezi wa chama fulani au utetezi wa jambo fulani. Mimi naangalia jicho la kinabii, naangalia kila Mungu Yesu anachokitoa katika anwani hizo mashauri. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kutoa maonyo na kutoa unabii huu kwa mambo mashauri. Yesu amezuia, amefichua mipango yote siri na mikakati yote na usaidizi wote, kwa sababu ninaona pia hapa katika ono la kinabii ni kama vile watu kutoka nje ya nchi, kama vile vikundi fulani au kama vile kuonekana watu maalum ambao walikuwa wametumwa kwa ajili ya kuanzisha mpango wa siri, na ninaona kama vile nchi moja ya jirani kuna mpango huo unafanyika wasiri sana kwa ajili ya kutaka kuleta machafuko na kutaka kuleta mapinduzi katika nchi ya Tanzania. Mwamba mashauri Yesu anaweka ndoa hii malo. Tubu dhambi, geuka. Mwamba mashauri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Unaweza kufuatilia jumbe mbalimbali kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Msumiso. Mwamba mashauri Yesu ameachilia jumbe mbalimbali, na jumbe hizi na nabii zinatoka kwa Tindo series. Fuatilia series za kwanza mpaka ya mwisho kila ujumbe, na jumbe hizi zinahitaji muda wa kutosha. Mungu anaachilia ujumbe wenye hitimisho la watu mataifa ulimwenguni. Kwa hiyo lazima uchukue muda wa kutosha kwa ajili ya kufanya marejeo haya ya kinabii. Tubu dhambi, geuka. Mwamba mashauri Yesu anarudi moja kwa siku. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo, tie Mungu mkuu, yoko kwa kutoa na katika Mungu. Amen.